tunaliazimisha jina lako. Wewe ni Baba, wewe ni Mwokozi, wewe ni Mfalme, wewe ni Mungu mwenye uweza, wewe ni Mungu mwenye mamlaka. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya msalaba, kwa damu ya mwana kondoo, Baba, ninaachilia wepesi kwenye mwili wake, ninaachilia wepesi kwenye ufahamu wake, ninaachilia wepesi kwenye akili zake, ninaachilia wepesi kwenye utendaji wake leo, ninaachilia wepesi kwenye afya yake, ninaachilia uzima kwa jina la Yesu. Ninatamka uponyaji kwa damu ya msalaba, ninaachilia uponyaji kwa damu ya mwana kondoo. Ninatamka nguvu mpya asubuhi ya leo, ninatamka kibali kipya asubuhi ya leo, ninatamka mamlaka mpya asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa moto na damu ya mwana kondoo. Ile neema yako Bwana imfiche na kumwatamia. Kibali chako Yesu mwana wa Mungu aliye hai, ninakiachilia juu yake tena kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tumeomba na kuamini. Haleluya! Mpe Baba makofi mengi ya shukrani, makofi mengi ya shukrani. Haleluya, haleluya. Ninaomba uketi kwenye uwepo wa Bwana. Jina la Bwana wetu Yesu libarikiwe. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kitu ambacho Bwana ameendelea kusema nasi. Somo letu ni kutembea kwenye njia za Mungu. Kutembea kwenye njia za Mungu. Kutembea kwenye njia za Mungu. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa pili, ile sura ya 4 na ule mstari wa 16, Biblia inasema hivi: kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Kwa hiyo hatufanyi nini? Hatulegei. Kwa nini hatulegei? Tunamjua Mungu wetu, tunajua anaweza kutuokoa, tunajua anaweza kutusaidia, tunajua njia zake sio njia za wanadamu, tunajua siku zote ana mpango mzuri na maisha yetu. Tukilijua hilo, hatulegei. Maana yake nini? Hatukatishwi tamaa kirahisi. Maana yake nini? Hatuvunjwi moyo kirahisi. Maana yake nini? Hatupotezi mwelekeo kirahisi. Kwa nini? Kwa sababu njia zake ziko juu sana. Wakati wanadamu wote wanafikiri tumefika mwisho, yeye ndio kwanza anaanza. Wakati njia za wanasayansi zimefika mwisho, njia za Mungu hazijaanza. Wakati njia za watawala zimefika mwisho, njia za Mungu hazijaanza bado. Pale ambapo kila mtu anasema sasa ndio nimefika mwisho, Mungu anasema haya, nitafute sasa nikuonyeshe pa kupita. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Anasema kwa hiyo hatufanyi nini? Hatulegei. Hakuna neno la kutufanya tukakata tamaa. Hakuna fitina ya kukufanya wewe uone maisha yako hayawezi kuendelea. Hakuna uongo, hakuna maneno ya kukufanya wewe ukaona vitu vyako havitafanya nini? Havitaendelea. Hakuna hila ya kukufanya wewe uone sasa ndio basi, kwa sababu njia za Baba yako ziko juu sana. Anasema hata ingawa utu wetu wa nje unafanya nini? Unachakaa. Unajua utu wa nje, kuna wakati tunakasirika. Bwana asifiwe. Kuna wakati tunachoka. Unafika mahali unasema jamani, nachoka mimi. Wamepasua mayai hapo tena, wanataka nini? Kinachochoka ni utu wa wapi? Wa nje. Wamesema tena hayo maneno kabisa, na tulikubaliana hawataendelea.
wameendelea sasa. Bwana Yesu asifiwe. Wamefanya tena huo ujinga, wamezuia tena hiyo biashara. Si walisema wanalipa leo, hawajalipa tena. Utu wa nje unafanya nini? Unachaka. Utu wa nje unachaka. Anasema ijapokuwa utu wetu wa nje unafanya nini? Unachaka. Huu ni mwili. Mwili ni mwili. Mwili utachoka tu. Hiyo nataka nikwambie ukweli. Bwana asifiwe. Mwili utapata hofu tu. Hata Musa alipata hofu. Wewe ni nani usipate hofu? Si unajua naye alilia alipoona majeshi ya Wamisri yanafanya nini? Yanakuja. Naye alilia mpaka Mungu akamwambia usinililie bibi, usinililie bibi. Hapo ambapo wewe huoni njia, mimi nina nini? Nina njia. Na ndio maana Mungu anabaki kuwa Mungu, mwanadamu anabaki kuwa nani? Mwanadamu. Pale ambapo wewe huoni pa kupita, Mungu hapo hapo ana sehemu ya kupita. Hapo hapo ambapo kila mtu analia, hapo hapo Mungu anaweza akainua kicheko. Hapo ndio maana yeye anabaki kuwa Mungu, sisi tunabaki kuwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tukaona akisema nitakufundisha. Maana yake ujui wewe, nitakuonyesha njia utakayofanya nini? Utakayoendea. Wewe hujawahi ona sisi ambao waga tunazunguka huko kwenye mikoa, kwenye maeneo mbalimbali, mimi wanaendesha gari nchi nzima. Kuna mahali unafika ni unazungukaga hapo. Uoni nini? Uoni njia. Unazunguka huku, unatokea huku. Unasema itakuwa huku. Unazunguka, unarudi. Kinachonichanganya ni kipi? Itakuwa huku. Mwisho wa siku unasema ya kazi gani? Ngoja niulize. Ukishauliza unaambiwa mbona ulipapita hapa. Bwana asifiwe. Hata sisi mbele za uso wa Mungu inakuwaga hivyo. Unaweza ukabaki unahangaika. Unapoenda mbele za uso wa Mungu, Mungu anakuambia huku niuliza, njia iko hapa. Na ndio maana nataka nikuhakikishie mtoto wa Mungu, hakuna tatizo ambalo mwanadamu atakutana nalo ambalo Mungu hana njia ya kulitatua. Hiyo nakueleza ukweli, halipo. Kwa sababu yeye ni Mungu wa wote wenye nini? Wenye mwili. Ni Mungu wa wote wenye mwili. Ni sawa na wewe utengeneze banda la kuku, alafu usijue njia ya kuku kupita. Inawezekana kweli? Bwana Yesu asifiwe. Yaani banda utengeneze mwenyewe. Ni sawa na wewe uwe na shamba, usijue mahali pa kupitisha kitu. Sasa Mungu ndio akatengeneza dunia. Anajua ukipita wapi unatokea wapi, ukifanya nini kinazaliwa nini. Shida yetu sisi, shetani anatuzuia tusizitafute njia za nani? Za Mungu. Tusizitafute njia za Mungu. Na kwa nini anazuia tusizitafute njia za Mungu? Kwa sababu shetani ametulazimisha tufuate njia za dunia. Dunia ina njia zake. Na ndio maana kuna watu hawana mpango wa kwenda kanisani, lakini wanaendelea na maisha. Kuna watu ni wapagani, wanaendelea na maisha. Wanaishije? Wanatumia njia za nini? Za dunia. Kule duniani ndio maana watu wanaenda shule, wanasoma principles, wanasoma theories, wengine wanafundishwa kwenye mila, wengine wanafundishwa kwenye jando na unyago. Hizo ni njia za nini? Za dunia. Ni njia za dunia. Si ndio maana kuna kitu kinaitwa kitchen party. Halo. Kwani ile kitchen party inafundishwa kanisani? Zile zote ni njia za nini? Za dunia. Kwa njia
za duniani zimewafanyaga watu wakaona kama vile hawahitaji kutafuta njia za nani? Za Mungu. Mtu kasoma, kausomea ubongo wako, anaujua ubongo wako kuliko wewe unavyofikiri. Ukifika kule hospitali anakupima, akikupima asema hii tatizo dogo tu, kuna damu kidogo imevujia hapo kwenye ubongo, tutafungua hicho kichwa, tutaitoa hiyo damu hapo, afu tutakirudishia. Ukisikia hiyo kwenye akili yako nini kinakuja haraka haraka? Tunaona kama naenda kufa sasa, naenda kufungua kichwa. Nikawa naongea na daktari mmoja, rafiki yangu, nikamuuliza mnafanyaje? Akasema hiki kichwa chako tunakifungua kama simu. Sasa kuna mahali tu tunabonyeza, tunatoa, tunabandua, tukibandua hapa pana ubongo, tunatoa, kama kuna kadamu hapo tunakatoa, alafu tunarudishia. Umesikia? Anaongea kawaida tu. Zinaitwa njia za nini? Za dunia. Hizo njia za dunia. Mtu anasema tumeangalia kwenye skrini, tumeona utumbo wake umepata infection. Sasa lile eneo lilopata infection tutakata, afu tutaunganisha huo utumbo. Fikiria wanapasua tumbo lako, wanautoa utumbo, wanakata lile eneo lenye infection, alafu tu wanaunganisha tena. Sijui sasa ndo anafanyaje, utumbo unarudi tena. Njia za dunia hii. Na watu wanapona. Nilimwombea ndugu mmoja, walifungua kichwa chake, akanipigia picha walipomrudishia kile kichwa. Ni wameshona, yani zile nyuzi zinaonekana kabisa hapa, unaona kabisa hapa walifungua. Kuna nyuzi zingine huku, unaona. Anasema mtumishi, namshukuru Mungu, uliniombea, nimerudi sawa. Lakini alinionyesha zile nyuzi ndo wametoka kuzishona, walimpiga picha. Nini ninachokueleza? Njia za nini? Za dunia. Sasa kwa sababu dunia inazo njia, ndio maana watu huwa wanafikiri hawahitaji njia za nani? Za Mungu. Lakini nini ninachotaka nikuambie, njia zote za dunia huwaga zinafika mwisho. Kuna siku daktari huyo ambaye kawapasua watatu, wote wakaenda sawa. Kuna siku haelewi kwa nini ya huyu haijaenda sawa. Ukimuuliza maswali hata yeye hajui. Kwa nini? Kwa sababu njia za wanadamu nazo zina nini? Zina mwisho. Anaitwa daktari bingwa, sijui wa kitu gani, lakini na yeye kuna siku anafika mahali hajui cha kufanya. Wanaambia daktari, tusaidie, tunajua wewe ni bingwa. Anasema kwenye hii hata mimi sielewi. Tatizo ni nini? Sielewi kilichomuua ni nini. Maana kila kitu tulifanya sawa. Njia za wanadamu nazo zina nini? Zina mwisho. Na ndio maana lazima tutafute njia za nani? Tutafute njia za Mungu. Sio kwamba hatuhitaji wanadamu ambao Mungu amewapa ujuzi, lakini tunataka njia za Mungu. Nini nilichokuwa naeleza? Anaposema nitakufundisha na kukuonyesha njia, maana yake ni kwamba kuna njia tunazihitaji kutoka kwa Mungu. Na ndio maana madaktari wazuri ni wale wanaotafuta njia za nani? Za Mungu. Hata kabla hajaanza kudili na wewe, anaanza kwanza kutafuta uso wa Mungu. Anamwambia Mungu, nisaidie nilifanya hili jambo kwa weledi. Sasa kwenye hii Wakorintho tuliyosoma, anasema kwa hiyo hatufanye nini? Hatulegei. Maana yake viko vitu vingi sana vya kutufanya nini? Vya kutulegeza. Vitu vingi sana vya kutufanya tuwe dhaifu. Vitu vingi sana vya kutufanya tuchoke. Anasema kwa hiyo hatulegei. Ingawa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Nini ninachotaka ukione? Hata kama utu wako wa nje utakuwa unashambuliwa. Nimeeleza kidogo nini maana ya utu wa nje kushambuliwa. Vitu vinavyokuchosha, vitu vinavyokuvunja moyo, vitu vinavyokukera, vitu vinavyokupa hasira, vitu vinavyokufanya unakata tamaa. Utu wa nje unachoka, utu wa nje unachakaa. Tunaenda sawa? Kuna wakati unakasirika. Chunga utu wako wa wapi? Wa ndani.
chunga nguvu za Mungu wapi? Ndani yako. Chunga hizo. Anasema ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini ule wa ndani hakikisha unafanywa upya. Ndio ile sasa unakuja hapa unaomba. Nini unachokifanya? Unauisha utu wako wa wapi? Wa ndani. Mungu, ni kweli ninapitia mambo magumu, lakini nataka niendelee kukuamini. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli nimekutana na watu walionikwaza, lakini nataka niendelee kukutazamia wewe. Ni kweli hawajalipa hela zangu, lakini nataka niendelee kukuamini, utanifungulia milango mingine. Ni kweli nimeshindwa kulipa yale madeni, lakini nataka nikuamini, utanifungulia milango. Ni kweli nimeshindwa kuifanya ile kazi, bosi amekasirika. Mungu, ninaomba unitengenezee ndani yangu ile neema ya ubora, niweze kufanya kwa kiwango kilichokusudiwa. Ni kweli nimepata hofu, ni kweli nimepata mashaka. Mungu, ninaomba unisaidie. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nini unacholinda hapo? Utu wako wa ndani. Huu wa nje ingawa unachakaa, wa ndani wewe unaendelea kufanywa upya. Kwa hiyo watu watakuwa wanafikiri wanakukatisha tamaa, kumbe wewe unaendelea kujijenga ndani. Watu watakuwa wanafikiri sasa wewe ndio umefika mwisho, kumbe wewe unaendelea kujijenga ndani, Angalia kile kilichojaa ndani yako, watashangaa kesho kinatoka nje. Watashangaa kesho unaimarika tena. Watashangaa kesho unainuka tena. Nini kilichotokea? Walifikiri wamekumaliza nje na wapi? Nje na ndani. Kumbe ndani ulikuwa unafanywa upya. Sasa walipokuona umenyamaza, walifikiri kila kitu kimeishia hapo. Kumbe wewe ndani ulikuwa unafanywa upya, siku kwa nini? Kwa siku. Alafu sasa unaposoma ule mstari wa 17 anasema, maana ziki yetu nyepesi iliyo ya muda kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Ziki yetu nyepesi iliyo ya muda kitambo tu. Kuna mambo yanakuletea fedhea, kuna mambo yanakuumiza, kuna mambo yanakupa wasiwasi. Biblia inasema ni ya muda tu. Lakini ni saa ngapi yanakuwa ya muda tu? Kwa sababu wewe unapambana na utu wako wa wapi? Wa ndani. Usipopambana na utu wako wa ndani, utakata tamaa. Kama hiyo biashara utaacha. Maana utafika mahali utasema labda Mungu hataki nifanye hii biashara. Kwa utafika mahali utaifanya nini? Utaiacha. Kumbe unachokipitia ni cha muda tu. Maana ule utu wa ndani unatakiwa ufanye upya, ile nguvu ya Mungu itokeze tena, ile neema ya Mungu ionekane tena. Biblia inasema dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi. Wakati wanapofikiri wamekumaliza, ndio kwanza wamekuamsha. Wakati wanapofikiri wanakukimbiza, kumbe wanakusindikiza. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Wakati wanapofikiri wanakupiga teke, kumbe wanakusogezea mbele. Kwa nini? Kwa sababu utu wako wa ndani unaendelea kufanywa upya. Wakati wanakufikiri wanakuletea misukosuko, wewe ndio unaendelea kuomba. Wewe ndio unaendelea kuutafuta uso wa Mungu. Wewe ndio unamwambia Mungu, niko hapa, usiniache. Kwenye haya mazingira nataka bado uonekane. Nataka bado unitetee. Utu wako wa ndani uendelee kufanywa upya, ili ile dhiki yoyote unayoipitia, ugumu wowote unaopitia, ubaki kuwa wa kitambo tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni maamuzi yako. Wewe ndio unayeamua tatizo lidumu au liwe la muda. Maamuzi ni ya kwako. Maana unapoendelea kumtafuta Mungu, unapoendelea kutafuta nguvu za Mungu, unapoendelea kutafuta uwepo wa Mungu, katikati ya machozi, katikati ya huzuni, katikati ya mashaka, unapoendelea kumtafuta Mungu,
Kitu gani unachokitengeneza? Utu wako wa wapi? Wa ndani. Huku nje kweli unaendelea kwenda mahakamani, lakini huku ndani unaendelea kuimarika. Huku nje kweli kabisa wanaona kama ndio wameshakupoteza, lakini ndani unaendelea kuimarika, unaendelea kuimarika. Siku ambayo haina jina watashangaa yule Mwokozi wako akisimama upande wako. Kwa nini? Kwa sababu uliendelea kuchochea ule utu wako wa wapi? Wa ndani. Kwa maandiko yanasema kwenye ule mstari wa 18, tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana. Na hapa ndipo shetani anapotafuta kuwapiga watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu wengi wanapenda kuangalia matatizo yaliyopo, sio za nguvu za Mungu wao. Usiliangalie tatizo, usiangalie ukubwa wa tatizo, angalia ukubwa wa Mungu wako juu ya tatizo. Jamani, tunakwenda sawa? Jina la Yesu libarikiwe sana. Tatizo halina hata nukta mbele za Mungu wako. Tatizo lolote unaloliona wewe tatizo, kwa Mungu sio tatizo. Kwa Mungu sio tatizo. Chochote unachokiona wewe kama fedhea, kwa Mungu hata akipo. Ndio maana wakati Musa analia, Mungu alimwambia usinililie mimi, hebu endeleeni mbele bana. Unaona wanaongea lugha mbili tofauti. Huyu analia amefika mwisho, huyu anasema endelea mbele. Musa anaona tatizo, Mungu haoni tatizo. Kwa lazima ujifunze kutafuta njia za nani? Za Mungu. Kwa sababu kwa Mungu hakuna matatizo, kwetu kuna matatizo. Wakati wewe unaona nimefika mwisho, Mungu anasema endelea, songa mbele, katisha, ongeza spidi. Anasema tusiviangalie vinavyoonekana. Maana yake nini? Maana yake vitu vinavyoonekana visikuvunje moyo. Vitu vinavyoonekana visikukatishe tamaa. Vitu vinavyoonekana visiondoe imani yako kwa Baba yako. Tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana. Maana yake nini? Katikati ya udhaifu, ona ukiwa hodari, ona ukiwa shujaa. Usiuangalie udhaifu, ona ule uhodari ambao Bwana anauleta mbele yako. Usiuangalie ugonjwa, ona ule uzima ambao Bwana anauleta mbele yako. Usiangalie hasara, ona ile faida ambayo Mungu anaileta wapi? Mbele yako. Ndiyo maana yanaposema tusiviangalie vinavyofanya nini? Vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Kwa nini? Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu. Hasara inayoonekana ni ya muda tu. Ugonjwa unaoonekana ni wa muda tu. Machozi yanayoonekana ni ya muda tu. Migogoro inayoonekana ni ya muda tu. Hao wanaokukatisha tamaa, waliokuzunguka, hautawaona tena. Kwani Musa aliwaambiaje wana wa Israeli? Hao wa Misri mnaowaona hamtawaona tena. Walifikiri Musa anawatia moyo, walifikiri Musa anawasaidia tu ili tu wasiendelee kulia, lakini ndivyo ilivyokuwa. Hawakuwaona tena. Haijalishi vitisho walivyo navyo, haijalishi hasira walizo nazo, haijalishi farasi na magari yao yaliyopo, hautawaona tena katika jina la Yesu. Na mimi leo ninakutamkia kwa mamlaka ya jina la Yesu, usiviangalie hivyo vinavyoonekana. Usiangalie hivyo vinavyokutishia. Usiangalie hivyo vinavyokupa hofu. Uwe mtazamie Bwana. Mtazame Bwana na ile picha aliyoiweka kwenye moyo wako. Yale maono ambayo Mungu ameyaweka kwenye moyo wako.
mahali unakotamani kuelekea, njia unayotamani kuiendea. Ni nini unatamani kwenye moyo wako? Amini kwamba Mungu anaweza kufanya. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu kwetu sisi ni kimbilio, ni nguvu, ni msaada, ni tegemeo, ni ngao, ni kigao. Sisi kwetu Mungu, kwetu sisi ni jabali letu. Yeye ni mteteaji wetu. Hata dunia ifanye kitu gani, tunamwamini aliyetengeneza dunia. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Tumeelewana watu wa Mungu? Kwa tunapoenda mbele za uso wa Mungu, kitu ambacho Roho Mtakatifu amenisemesha ni kutembea kwenye njia zake. Njia za dunia hii zitakuvunja moyo, lakini ziko njia za Bwana, ziko njia za Mungu, ambazo hizo njia watu wa dunia hii hawazijui. Na ndio uzuri wa njia za Mungu. Wale wanaokukatisha tamaa hawazijui, wale wanaotaka kuona hauendelei hawazijui, wale wanaokufitini hawazijui. Nazipenda njia za Mungu kwa sababu watu wote wanaotuzunguka hawazijui hata mmoja, hawazijui hata mmoja. Na ndio maana Mungu akifunguaga njia zake, wote waliokuwa wanashindana na wewe wanaanguka mbele yako, wote waliokuwa wanapigana na wewe wanapoteana, wote waliokuwa wanafanya vikao wanabadilisha vikao. Kwa nini? Kwa sababu njia za Mungu ziko juu sana. Na hizo njia za Bwana zikaachiliwe kwenye maisha yako leo katika jina la Yesu. Huo mkono wa Bwana ukawe juu yako leo katika jina la Yesu. Naomba usimame mahali ulipo. Tutaenda mbele za uso wa Mungu sasa. Vile vitabu vyote vitakuwekwa pale nje, vinapatikana. Kuna kitabu kinaitwa Maombi ya Vita, Maombi ya Kushindana. Kimechorwa mtu anayepambana na nguvu za giza. Kuna kitabu kinaitwa Ukombozi. Kuna mtu minyororo yake imekatika. Ni kitabu ambacho kinakufundisha kujua maagano mbalimbali yaliyopo na namna ya kutoka. Kuna kitabu kinaitwa Uongozi wa Roho Mtakatifu. Kinakufundisha kumwelewa Roho Mtakatifu, kujifunza lugha ya Roho Mtakatifu, namna ya kushirikiana na Roho Mtakatifu, vipawa na karama za Roho Mtakatifu. Mambo mengi yako kule ndani. Kuna kitabu kinaitwa Ukombozi wa Fikra. Hicho kinashughulika kuamsha akili zako, kukupa fikra sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitabu kinaitwa Nguvu ya Maono. Hicho kinakusaidia kujua unavyoweza kupanga malengo yako na namna ya kuyafikia. Lakini kuna kitabu cha Misingi ya Ndoa. Ziko nakala 6. Unaweza ukajitahidi, Mungu akakupa neema. Hicho tunaitaga chakula cha njiani. Bwana asifiwe sana. Yes, kuna siku tu utasema ngoja nitafute maarifa huku ndani, na yatakuvusha mahali. Bwana asifiwe. Nyanyua mkono wako, chukua Bwana. Sema, Bwana Yesu, asubuhi ya leo ninabatilisha kila eneo ambalo adui amewekeza mabaya. Nafunga hiyo milango kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Macho yangu ya nje yaliyoona mabaya, yaliyoona maumivu, yaliyoona mateso, leo kwa damu ya Yesu ninayafunga, yaone uzima sasa, yaone mafanikio sasa, yaone kuinuliwa sasa, yaone kustawi sasa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila jambo baya lililonizunguka ninalifunga kwa jina la Yesu. Nazuia imani yangu juu ya mambo mabaya, nazuia imani yangu juu ya maanguko. Ninaachilia ndani yangu ile neema ya kuuisha utu wangu wa ndani kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Huisha nafsi yangu, huisha nafsi yangu. Achilia nguvu
kwenye moyo wangu kwa jina la Yesu. Leo kwa damu ya Yesu, kila roho za uovu ninaziseta kuzimu, ziachie kibali changu, ziachie heshima yangu, ziachie baraka zangu, ziachie utukufu wangu. Kila roho za mabaya kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu endelea, achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu kwa dakika moja. Kila mtu simama kwenye zamu, simama kwenye nafasi, achilia damu ya Yesu kwenye njia zako. Baba, tunaenda kinyume na kila mamlaka zozote ambazo zinashindana na ule utukufu na ile baraka na kile kibali, kwa moto na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunaenda kinyume na kila roho zinazoshindana na ule utu wetu wa ndani kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, umesema hata ingawa utu ule wa nje unachakaa, umesema lakini wa ndani unaufanya upya. Na mimi ninaimarisha imani ya mama huyu asubuhi ya leo, ninaimarisha imani ya baba huyu asubuhi ya leo, ninaimarisha imani ya binti huyu asubuhi ya leo, ninaimarisha imani ya kijana huyu asubuhi ya leo. Ninaachilia nguvu zako juu ya utu wake wa ndani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hata ingawa utu wake wa nje unachakaa, lakini wa ndani uendelee kufanywa upya, wa ndani uendelee kuimarishwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakataa kwa damu ya Yesu. Ninakataa yeye kuangalia vitu vinavyoonekana kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mpe macho ya kuona kibali kipya, mpe macho ya kuona utukufu mpya, mpe macho ya kuona heshima mpya, mpe macho ya kuona neema mpya, mpe macho ya kuona maongezeko mapya, mpe macho ya kuona kibali kipya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, neema yako Bwana imfiche na kumwatamia. Nami ninaiachilia damu yako asubuhi ya leo juu ya afya yake, juu ya kazi zake, juu ya biashara zake, juu ya vipawa na karama ambavyo umempa anapotoka mahali hapa. E Bwana, ninatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu, popote anapopaendea, ninaiachilia hiyo damu yako Bwana Yesu, ninaiachilia hiyo nguvu yako e Bwana, iende pamoja naye kwa moto na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Popote atakapopita, popote atakapokanyaga, damu yako iende pamoja naye. Huo mkono wako Bwana ukaonekane ukimtetea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.